بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu inayohusiana na adabu katika kutafuta elimu. Tumefikia kwenye nukta ya kwamba talibul ilmi ni wajibu juu yake kulazimiana na njia sahihi katika njia za khairi, ambayo ni njia ya as-salafu salih au manhaju salafi salih, na wala asiache njia hii, na jambo hili si khiari. Kuna baadhi ya tulabi ilmi ma'al asaf huwa wanaona kwamba wanapokuwa katika maahidi za ilmu, wako katika marahili za kutafuta ilmu, kwamba wao hawana ulazima wa kushikamana na dini, bali wengine wanaona kwamba hata kukuswali kama si lazima sana, kwa sababu talibul ilmi kana kwamba amesoma, ameambiwa kwamba rufi'a anhu alqalam, kalamu imenyanyuliwa kwake. Kwa hiyo anaweza kumuibia huyu mwenzake kwa sababu kitabu cha dini mimi nasoma. Wakaona kwamba maadamu yuko kwenye kusoma, basi yote yanayoamrishwa hayamhusu na yanayokatazwa yeye pia hayamhusu. Kwa hiyo kuna watu wanasoma dini, lakini ukiwatazama hiyo dini yenyewe na wao wako mbali. Hivyo hivyo katika misimamo na jamaat, kuna wengine wanajipa udhuru wa kuwa bado wanatafuta haki, lakini fahamu kwamba hayo ni maisha, na malakul mauti anapoamrishwa aje kwa kuwa wakati wako umefika, hata kuangalia kwamba wewe ni talibul ilmi, bado hujamaliza kusoma, ndio kwanza waanza au kwa katikati au wamalizia. Kwa hiyo ukiwa una dhana hiyo, basi wewe ni mahrum, umenyimwa khairi zimezuiwa kwako. Kwa talibul ilmi anatakiwa awe multazim bid-din, na ni wajibu juu yake kufuata manhaji sahihi, asiwe katika inhiraf. Haruhusiwi talibul ilmi kuwa munharif. Tumeeleza haya ya ulazima na uwajibu wa kufuata njia ya as-salaf, lakini tukawa tumefika kwenye nukta ya kwamba je, kuna tofauti baina yetu sisi na makundi mengine kama vile alhizbiyun, mahizbi katika jamaatu at-tabligh wa jamaati ansari sunna wa hizbi at-tahrir wal ikhwan al-muslimin ومن شاكله وسار على نهجهم, na anayefanana hao na wale waliokwenda juu ya njia zao hao. Aljawabu naam. Kuna vitu vya msingi kabisa vinatugawa au vinatofautisha sisi na wao,
na wala sisi hatulazimishi mpasuko kwamba kinacholazimishwa hapo ni kutaka kuwagawa watu. La, tayari ule mpasuko upo kwa sababu ya kukiukwa misingi. Dini hii imewekewa misingi. Kwa hiyo yule anayekiuka misingi anakuwa ndio anaingia kwenye mpasuko, anaipasua dini, farqa aljamaa, hata kama ikiwa yeye ndiye aliyetangulia mahali hapo. Tujalie kwamba wale watu kama wa Qadian wametangulia mahali, alafu baadaye wakaja ahlus sunna wakawabainishia kwamba madhhabu yenu ni batil. Haitaambiwa kwamba hao wamekuja kuleta farqa hawa, kwa sababu wenzao wametangulia tangu zamani, wao wasema kadha wa kadha. Hakuna cha tangu zamani. Au wametangulia sufi na tasawufu yake, akajenga misimamo, wakaja watu wa haki wakabainisha kwamba haya mnayosimamia ni batil. Hataambiwa yule aliyekuja kubainisha haki kwamba ameleta farqa. Huyu aliyekhalifu ile misingi akaasisi jambo baya, huyu ndio ameasisi farqa. Hivyo hivyo amekuja mtu na tashayyu yake na rafdhi yake kwamba ni rafidhiyun shi'iyun jald, akaasisi mambo ya kuwatukana masahaba na mingineyo katika mambo maovu. Kwa hiyo akija mtu akayafichua yale, haambiwi kwamba ameleta farqa, kwamba huyu amekuja kufarikisha waislamu. Sote kitu kimoja, na hakika hasa inashuhudia kwamba sote si kitu kimoja, kwa sababu ya utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali halisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri hili la kuwa mifarakano itatokea, na sababu ya kutokea mifarakano ni kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunnatul khulafai na kuingia al-khulafai ar-rashidin na kuingia katika muhdathati al-umur. Na haya yote yako, bali hali halisi tu inatushuhudiza ya kwamba mifarakano iko hata kabla ya kuja da'wa salafia. Kwa hiyo da'wa salafia inakuja kuwalingania watu kwamba huko mnakoelekea siko. Sasa ikija hoja ya kwamba ina maana tangu huko zamani watu walikuwa hawajajua, mmekuja kujua nyinyi leo, hii haizingatiwi kuwa ni hujja. Wewe zamani unayokusudia wewe ni ipi unaposema tangu zamani? Kabla ya vita ya pili ya dunia au kabla ya vita ya kwanza ya dunia au kabla ya kuja mkoloni? Unakusudia zamani ipi wewe? Katika Uislamu zamani ni ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam dini ilikuwaje? Basi kama ikiwa ni tofauti na unavyosema wewe, basi wewe sasa umeacha mambo ya zamani, umeacha ile dini na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba. Sisi tunawalingania watu warudi katika al-atiq, dini na misimamo mikongwe ile ya zamani, ambayo wanaharakati wanaziita mbinu kongwe kwa njia za kutaka kuzidharau, kwamba hao wanawalingania watu kwenye mbinu kongwe, wakati hizo kongwe hizo ndio zenyewe sasa. Na hizi za kisasa fake, hizi mbinu za kisasa ni fake, zile za zamani ndio zenyewe. Kwa hiyo lazima tuwarudishe watu katika jambo la sawa. Hatukuja kuleta farka wala kulazimisha farka kwamba lazima kuwe na farka, la. Na jana nimetoa mifano hapa kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanatofautisha sisi na wale wanaofanana na sisi, watu wakitutazama wataona kama vile sisi ni kitu kimoja, nao ni hizi jamaat za Ansaru Sunna na wengineo, mahizbi hao wengine. Ukitazama utaona kwamba katika madhahir kama tuko sawa na baadhi ya vitu tunafikiana, lakini kihakika hasa tunatofautiana katika misingi mikubwa. Miongoni mwa hiyo tumesema ni ulama marja'iyya. Sisi katika misingi ya dini yetu na misingi ya da'wa yetu, pale tuliposimamia tunaona kwamba ni lazima kuwe na marejeo ya umma, ambapo umma utarejea kwenye sehemu hizo.
kitabu Allah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam ala fahmi as-salaf as-salih. Hivyo ndivyo vinatuelekeza kwamba turudi kwa ahlul ilm. Nikataja aya 83 katika suratu an-nisa, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وتكيتاج آية hiyo. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja maneno ya wazi na kuwafanyia dhambi, kuwasema vibaya watu walioacha msingi huu wakawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao. Hawatakiwi kuwafanya wajinga viongozi, wanatakiwa wawafanye viongozi ulama. inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad au yantazi'uhu min an-nas. ikuje pia lafzi hilo, walakin yaqbidu al-ilma بقبض العلماء أو كذلك ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Haya ni maneno ukiyazingatia utaona katika fahwa al-khitab, katika ile au katika mafuhumi yake utaona ndani yake kuna kulazimishwa watu kurudi kwa ahlul ilm. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hataiondoa hii ilmu kwa kuinyakua, akainyakua kutoka kwa watu, lakini itaondolewa elimu kwa kuuawa maulama, kwa kufishwa wana wachuoni, mpaka itakapokuwa sasa hakubakishwa mwana wa chuoni yoyote. Ndipo pale watu watajifanyia wajinga kuwa ndio viongozi wao, ndio viongozi wao katika mambo ya ilmu, na wao wataulizwa, watatoa fatwa bila ya ilmu, watakuwa wamepotea na watawapoteza watu. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hiyo suala la marji'iyya ni masala muhimu sana, mahali pa kurejea. Lakini nani hao? Ni ulamau ahli sunnati wal jamaa, alulamau alqaimin ala alhaq, wanawachuoni waliosimama katika haki kiitikadi, manhaj na mfumo wa da'wa na kila kitu. Wanawachuoni waliosimama sawa sawa, na kila zama kulikuwa na watu wake. Na nikataja maneno hapa ya baadhi ya wanawachuoni, lakini al-Imam Thawri, lakini Imam Ahmad bin Hanbal au Ahmad bin Abdullah bin Yunus na wengineo, kina Abu Hatim Ar-Razi, wakitaja maneno kama hayo. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi anasema idha ra'aita ash-shamiyya wa idha ra'aita ash-shamiyya yuhibbu al-awza'iyya wa aba ishaq al-fazari fa huwa sahib sunnah. Utakapomuona mtu wa Sham anampenda al-Auza'i, anampenda Abu Ishaq al-Fazari, basi yeye ni mtu wa sunna. Huo ndio msimamo wanaochuoni tangu zamani kwa kuzingatia marji'iyya ya ahli sunna, na si kila mtu. Na wengine wakitahadharishwa, da'u hadith Amr ibn Thabit فإنه يسب السلف. عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله تعالى ليزungumza haya ala ruusi الناس. الإمام عبد الله بن مبارك المروزي anayazungumza ala ruusi الناس, mbele za watu, da'u hadith Amr ibn Thabit فإنه يسب السلف. Acheni msichukue hadithi za Amr ibn Thabit, kwa sababu Amr ibn Thabit anawatukana as-salaf. Hili linakuja upande mwingine kama dalili katika upande wa rudud na tahdhir ala almunharifin, lakini pia ni dalili ya kuchagua
ni kina nani katika maulama wa kufuatwa na kusikilizwa katika kauli zao? Ni al-ulama al-qa'imin al-mustaqimin ala al-haq. Na kila zama zina watu wake. Ikiwa katika zama zile kulikuwepo wakina Sufyan Thauri, wakina Sufyan bin Uyayna, kina Abdullah ibn al-Mubarak na wengineo, au walikuwepo kina Imam Ahmad, kina al-Bukhari, kina Ibn al-Madini, kina Yahya ibn Ma'in na wengineo. Basi hii leo katika zama zetu kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, katika asri hii wako kina Albani, wako kina Muqbil al-Wadi'i, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, wako maulama kama hao. Lakini nazungumzia ulama ahli sunna. Ama masufi wao na maulama wao hata umwambie vipi hakubali, bali wanaotukana kina Ibn Taymiyyah, kina Ibn Qayyim, kina wao kwao si chochote hao. Wao na maulama wao wanawaadhimisha kuliko, na hawana vingine, hawana kitu kabisa katika mambo ya ilmu. Umejifundisha umehifadhi dua ndefu basi. Alhasil kila watu wana maulama wao. Sasa kufanya za'za'a au kufanya muzahama katika safu ya maulama mkawaingiza wasiokuwemo, kuwafanya na wao ni katika maulama ambao yurja'u ilayhim, wanarejewa kwao, haya ni makosa. Na makosa haya yamesababisha maafa makubwa ulimwenguni, katika huu ulimwengu ambao tunaishi. Na jana nilitaja mifano hapa. Watu walikubali kuingiza, wakati ule ilikuwa ni vijana hao kina Salman al-Auda au kina Safar al-Hawali. Tutawataja sana kwa sababu wamesababisha maafa makubwa sana katika ulimwengu. Hawa vijana hawa wameingiza maafa makubwa sana katika ulimwengu. Kwa lazima watajwe kwa ubaya na watu watahadhari, kwa sababu ndio mifano hii. Wakawafanya munharifuna kadhalika kina al-Qardawi na mfano wao, huo ndio mashekhe wa kurejewa katika mambo ya kilimwengu. Wakati ya dosari katika marjiia ya ahli sunna, wakasema maulama hawa hawana fiqhi ya waqi, hawana fiqhi na maarifa katika mambo ya kilimwengu ya kisasa yanayoendelea. Hawajui kwamba Amerika huko kuna miji mikubwa, wana nyuklia, vichwa vingapi, sijui mitungi mingapi ya nyuklia. Hawajui kwamba Russia wana hivi na hivi. Hawajui kwamba kuna Mossad, hawajui kwamba, basi hawajui hivyo, hawajui hivyo. Kama Ibn Baz hajui kwamba kuna Mossad au Scotland Yard au FBI au kama ni CIA, kama ikiwa hajui, ndio dini hajui, ndio fatwa ukija nao ukimuuliza hata jibu swali. Wewe mashekha hawajui waqi bwana. Waqi ni barabara ile kwa Texas au wapi? Waqi maana yake nini? Hawa ni maulama wa hifdh na nifasi tu. Kwa hiyo tuwasikilize maulama wa kilimwengu. Hali hii ilizungumzwa sana na vitabu vingi vimeandikwa kuhusu fiqhul waqi, na wakafanya tajhili, wakawatia ujingani maulama wakubwa kabisa. Sasa sitaki kukariri niliyosema jana, natilia mkazo tu. Hizi fikra zikaenea, na walioeneza fikra hizi ikawa maalasaf ni watu ambao ndio wanaoleta kheri huku kwetu, kheri ya kujenga misikiti, kheri ya kuchimba visima, kheri ya kuwalea mayatima na kujenga maskuli na kufanya kadha. Ikawa wenye fikra hizi ambao dhahiri yao ukiona ni watu wa sunna, wanapiga vita bid'a, kullu muhdathatin bid'a. Hizi hadithi wanazitumia hizo sema Albani bwana hapa, angalia katika ahkamul janaiz hizi. Lakini fikra hizi wanazo, wakazimezesha kwa vijana, na vijana wanakwenda katika jamiati, wanakwenda kusoma, wakapewa fikra hizi. Ile nafasi ya maulama katika mambo ya kilimwengu na mambo yanayotokea ulimwenguni, jihadi, maandamano, mapinduzi na vitu gani, nafasi ile wakanyimwa maulama. Akisema unajua yule kwa sababu afahamu, tumpa udhur Ibn Baz kwa sababu haoni Ibn Baz, kwa aona bwana singesema vile.
hajui kwa sababu mambo haya yanapokwenda tunamdhania khairi. Lugha kama hizi zimetumika katika kuwakosesha nafasi yao maulama. fattakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Na mifano ni haya mambo yaliyotokea katika nchi za Misri, Tunisia, Libya, Algeria, Mali sasa na sehemu nyinginezo. Mambo yanayoendelea ni mtihani kweli, bali hata Afrika ya Kati mambo haya ni fatawa hizo na mashekhe hao ndio waliofanya mambo. Bali katika nchi zetu haya pia yalikuwa yanaonekana yanakuja mambo ya migomo, mara maandamano. Sijajua sasa hivi mambo haya yamekwenda wapi, jihadi imekufa au vipi, lakini ilikuwa ni tatizo kubwa. Haupiti mwaka, haupiti utasikia kumefanyika maandamano mara 2 mara 3, na mashehe wao wanasema kweli wakiwatia hamasa waislamu tusikubali. Sio shakufa wa mashehe au hai au vipi, sio ni kitu gani, au ndio dhulma imeisha na dole ishasimama. Lakini hawa wana mashehe zao hawa, na watu wengi wamedhurika, wengine wamepigwa marisasi ya miguu, wametiwa vilema, wengine wamekufa, wengine kadha kwa fatawa za hao mashehe. Mko wapi? Mbona mko kimya? Msituni, kwenye majabali na mapango, au mko wapi? Lakini ni nini? Kwa sababu hawakusimama katika njia sawa sawa, wamesimama kwenye njia ya batil. Sasa fikra hizi zilienea katika miji, na baadhi ya waislamu wanaojinasibisha na sunna wakazibeba fikra hizi, wakatumia maredio yao, magazeti yao, ma TV yao katika kueneza fikra hizi. Sisemi maneno ya uongo kuwazulia watu, na wengine wakatumia mimbari sasa kuwa kashifu wale mashaikh. Nikataja mifano iliyofanywa na mmoja katika hao, nikiwasema kina Sheikh Rabi', kina Sheikh Muhammad Amani al-Jami, kina Sheikh Muqbil na wengineo, kwamba hawa wameasisi salafiyatun jadida, kwamba kuna salafia mpya, na ndio wasema ndio huu msimamo tuliokuwa nao sisi, salafia mpya hii. Haya wana alama gani? Hawasitaji. Nasallallahu lana wa lakum al-afia wassalam. Lakini tusimameni katika msingi huu kwamba lazima sisi turudi katika njia waliosimama maulama. Sasa katika moja ya haki za maulama tumesema miongoni mwa haki zao sisi ni kurudi kwao. Kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika musnad yake na al-Hakim katika al-Mustadrak, hadithi kutoka kwa Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, laysa minna man lam yarham saghirana, laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Si katika sisi yule ambaye hata muheshimu mkubwa wetu, yani mkubwa katika sisi, wala ambaye hata muhurumia mdogo wetu, mdogo katika sisi, na kadhalika yule ambaye hataijua haki ya mwanachuoni wetu. Miongoni mwa haki za wanawachuoni tulizozitaja ni kurudi kwao, lakini pia katika haki nyingine ambayo jana sikuitaja ni adhabu an a'radihim, kutetea heshima zao, waraddi ala muntaqisihim, na kuwajibu na kuwapiga raddi. Yani raddi maana kuwajibu. Raddi hapa haina maana ya raddi ile arradi, la, raddi ni kujibu. Inafanana tu Kiswahili raddi na raddi ile. Kiswahili raddi ile inaitwa kuwa Kiswahili. Arradu maana yake ni kuwa, ule umwemwe wa kuwa ambao ni radi, lakini sisi tunazungumza arraddi kwa maana ya majibu, kurudisha majibu. Kwa adhabu an a'radihim, kutetea heshima zao,
waraddu an muntaqisihim, na kuwajibu wenye kuwatia upungufu wao, kuwakosoa wao, lianna dhabba an a'radihim waddifaa anhum au an dhawatihim wa makanatihim ibadatun adhima, kwa sababu kutetea heshima zao na kutetea nafasi zao, dhati zao na nafasi zao ni ibada kubwa, wa qurbatun sharifatun, na ni jambo la kujikurubisha kwa Allah lililokuwa tukufu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala siku moja aliambiwa kuna mtu mmoja akiitwa Ibn Qutaila Makkah. Sasa ashabul hadithi walipotajwa ashabul hadith, ahlul hadith mbele ya bwana huyo bwana akasema ashabul hadithi qaumun su au qaumu su'in, watu wa hadithi ni watu waovu. فقام أحمد بن حنبل, akasimama Ahmad bin Hanbal, wa huwa yanfudhu thawba, na hali ya kuwa anakumuta nguo zake, akawa anasema zindiqun zindiqun zindiqun, huyo ni mzandiki, huyo ni mzandiki, huyo ni mzandiki. Anasema ashabul hadithi qaumu su'i, huyo ni zindiq. Kwa hiyo hii ni moja katika alama ya kufanya dhab عن العلماء والدفاع عنهم وعن أعراضهم. Lakini nukta nyingine tutakwenda kwa haraka ili tuweze kuzimaliza nukta hizi, ili tutumie fursa yetu ya baada ya maghrib kwa ajili ya durusi nyingine zinazofuatia. Suala la msimamo wa ahli sunna kuhusiana na ahli bid'ah, mawqifu yetu kwenye hili pia tunatofautiana na wao na makundi mengine, watu wa bid'ah, sababu sisi tunaona bid'ah ni dhalala na al-mubtadi' ni dhullal. Watu wa bid'ah ni wapotevu na shari zao ni kubwa katika jamii. Kwa hiyo wajibu tunaoona sisi ni kutahadharisha watu na bid'ah zao. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na kabla yake huko nyuma kuna aqwali za kina Imam al-Auza'i na wengineo, wao wakizungumza, kwa sababu wao ni katika atba'u tabi'in, waliowadiriki masahaba. Kwa hiyo wanapozungumza wanawazungumza masahaba na tabi'in, na waliokuja baada yao wanawazungumza wao na tabi'in na masahaba hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna aqwali nyingi zilizokuja kuonyesha hili la kuwatahadharisha watu dhidi ya watu wa bid'ah na watu waovu. Nadhani mnafahamu nini kisa cha Ma'bad al-Juhani na ile hadithi ya kwenye Sahih Muslim, na hadithi ya kwanza au nambari moja katika Sahih Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar an abihi, na kisa kile kilichotajwa pale aliposema فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني, وسبب يبدع. Sasa msimamo wa ahli sunnah wal jamaa ni kama huu. Anamwambia yule aliyemueleza kadhia ya Basra kwamba huko Basra kumedhihiri mtu anaitwa Ma'bad al-Juhani, anasema la qadar wal amru unfu. Aliposema maneno haya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kwanza akasarihi msimamo, kaweka wazi msimamo wake, akasema utakapokutana na watu hao, na Abdullah ibn Umar, naam, ukikutana na watu hao, fa akhbiruhum, kwanza wape habari, anni, kwamba mimi Abdullah ibn Umar bari'un minhum, niko mbali kabisa na wao, wa hum buraa'u minni, na wao wako mbali na mimi. Kwa hiyo anawatahadharisha watu dhidi ya watu wa bid'ah. Huu ni msingi ambao tunakwenda nao, na aqwali juu ya hizo ni nyingi. Sasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema wayajibu uqubatu kulli man
itapasa kumwadhibu kila ambaye intasaba ilayhi, amejinasibisha na wao, anajinasibisha na ahlul bid'ah wal ahwa, au dhabba anhu, au atakayewatetea, kana huyu ni mubtadi alafu yeye anamtetea, au athna alayhi, au atakayewasifia, akamsifia mubtadi, analipamba jambo lake ili aonekane ni mtu wa maana, au adhama kutubahum, au akaviadhimisha vitabu vyao, wa hum mubtadi'a, na hali ya kuwa ni mubtadi, wa hum mubtadi ni maneno yangu mimi, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au alifahamika kuwasaidia wao, au kariha alkalama fihim, au alichukia maneno dhidi yao, wakisemwa yeye atakuwasema, wakisemwa yeye achukia, au akhadha ya'tadhiru lahu, au akawa anawapa udhuru wao, mpaka mwisho wa maneno yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa juzu ya pili wa ukurasa wa 132. Lakini katika kuendelea na maneno yake anasema fa inna alqiyama ala haula'i, kwa sababu kusimama dhidi ya watu hawa min a'dhami alwajibat, ni katika wajibu ulio mkubwa zaidi. Limadha? anasema liannahum afsadu ad-dina, afsadu al-uqula wal-adyan ala khalqin min al-mashayikh wal-ulama'i wal-muluki wal-umara wa hum yas'auna fil ardi fasada. Asema kwa sababu wao wameziharibu akili na wameharibu dini kwa watu katika mashekhe, yani katika watu wazima na maulama na wafalme na maamiri, na wanaeneza katika ardhi ufisadi, wayasudduna an sabilillah, na wanawazuia watu na njia ya Allah. Fadhararuhum fi dini a'zamu min dharari man yufsidu ala almuslimina dunyahum, madhara yao katika dini ni makubwa zaidi kuliko madhara ya yule anayewaharibia waislamu dunia yao. Wataraka wayatruku dinahum, na sasa nikirudi katika maneno haya, sote tunafikiana kwamba ahlul bid'ah wapo na bid'a yao ni qaima katika kila mahali. Watu wanasimama kwa sababu kuna uhuru chini ya pazia la demokrasi, watu wana uhuru wa kuzungumza, watu wanadhihirisha madhahibi zao, yule asema, na wasaili hizi atawasul alijtimai, yani nakusudia mitandao ya kijamii imefunguka, kwa watu wanaeneza batili zao. Yule kasema hivi, katoa audio hii, yule katoa video, yule katoa hiki, yule kasema hivi, kaandika, watu wanaeneza habari. Lakini habari zinazoenezwa nyingi katika hizo ni habari za upotofu kwa jina la dini. Pengine mtu anaweza ujumbe kwamba fanyeni kadhaa, lakini maegemeo yake ni hadithi maudhu', hadithi ya kutunga, hadithi au hadithi dhaifu. Aeneza ujumbe umejengwa katika misingi potofu ya kuwatusi masahaba, msingi potofu ya bid'a na mingineyo. Na mwingine hueneza maneno ya kinyume na da'wa na njia ya salafu salih, sivyo walivyofahamu masahaba. Sasa wewe ukisimama ukaanza kujibu kauli fulani aliyosema fulani ni batil, fulani huyu ni mtu wa batil, basi dunia itakusimamia wewe. Kazi kusema watu hao masalafi bwana, kazi yao wao kuwaradi wenzao na kuwaturu wenzao. Wakati huko mayahudi watakimbia kwa mayahudi sasa, na washirikina huko makafiri wao wana mambo mbalimbali, wao wanaangalia mambo yao hospitali na hivi kunufaisha jamii. Wao kazi yao, mashehe kazi yao kusemana tu. Hizi lugha ziko. Sasa hawa wote wanatakiwa kuadhibiwa kwa kupewa adhabu ya maneno makali na kurudishwa katika usawa. Kama hujui dini na misingi ya dini, wewe uliza, je, misingi ya dini inaruhusu wewe kumsema fulani kwamba huyu ni mpotevu? Dini inaruhusu? Kwa nini usimfuate ukamwambia mtu yuko Kongo utamfuata vipi?
moja hiyo. Mwingine yuko wapi? Utawafuata ngapi? Mwingine kwa Argentina, utawafuata wangapi? Kwamba bwana nimekuja hodi, vipi juzi ulizungumza hivi, vipi bwana pale? Hujamaliza huko unasikia nyingine imerushwa huko Malaysia. Haya, utamalizana watu wangapi kwenye dunia hii mpaka kila mmoja umfuate? Bali katika hii nchi hii ya Tanzania, mara usikia Arusha, mara usikia Dar es Salaam. Wewe hata kusema upige simu, basi weka vote ya shilingi 30,000 hapa kila siku kazi kupigia simu, unaokosea. Alafu wao sio walikuwa watakiwa waanze kuuliza kabla ya kusema. Alafu mara ngapi watu wanakosoa njia za sawa na haki bila ya kuwafuata watu wa haki? Mbona mashaikh wa bid'a wao wasema tu? Maneno mangapi yanazungumzwa kuhusiana Ibn Baz, kuhusiana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kuhusu Albani? Mbona hamjawafuata wao mkenda mkawaambia? Lakini mpaka akikusa bwana mkubwa fulani ndio afuatwe. Kwanza huu utaratibu kwamba wakumfuata mmetoa wapi? Mbona Abdullah ibn Umar hakumfuata huyo ambaye ameletoa habari? Akaenda Basra, kama bwana wewe mimi nimesikia wewe wasema hivi na hivi. Kweli bwana? Zikija habari za uhakika kabisa kwamba fulani amezungumza katika dini maneno ambayo si sahihi, yatakiwa yarudishwe maneno yale. Na kama athari yake katika jamii ni kubwa, pengine watu hawajui nani kasema, basi atajwe mwenye kusema kwamba huyo ni fulani na maneno haya ni maneno ya batil na ana mengi katika mambo ya batil, waislamu msimsikilize. Kwisha kazi. Sasa kama hoja zimemsimamia atakiwa taraja, kweli bwana mimi nilizungumza makosa, kwa hiyo kuanzia leo mimi basi natubu kwa Allah. Na ndivyo walikuwa as-salaf, sikuminyana au ushakubainishwa makosa badala ya kujibu hoja watu wamfanyia hasadi kwa sababu mimi nasikilizwa sana. Hasadi ya vipi sasa? Wasikilizwa sana vipi? Kwa hiyo sisi mfumo wetu sisi ni huu na ndio njia yetu, na ndio maana tunakosana na watu, lakini tuna adilla katika hizi. Hakuna masala kwamba msii lazima umfuate, hiyo la kushurutisha kwamba ukitaka kumfanyia raddi fulani lazima umfuate huyo fulani. Mmetoa wapi nyinyi Waislamu? Mbona nyinyi hamtufuati mnapokuwa mnafanya raddi yale yetu? Mnataka mfuatwe nyinyi? Hakuna kufuatana. Na rudud ndio uhai wa da'wa salafia, lakini kwa haki. Naposema rududi ziwe kwa haki, usithubutu kumfanyia dhulma yoyote katika raddi zako. Zungumza kwa uadilifu. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, semeni kwa uadilifu, na pindi mtakaposema fanyeni uadilifu, hata kama maneno hayo yanamkandamiza mtu mwenye udugu na wewe, sema sawa. Kwa hiyo rudud za kuwabainisha ahlul bid'ah wal ahwa wal munharifin min al hizbiyyin ndio uhai wa da'wa na ndio uhai wa sunna, kwa sababu kupitia njia hiyo watu watafahamu haki na batil. Akisimama kharijiyun anawahamasisha watu juu ya kufanya vitendo vya ugaidi, usikae kimya, sema, bainisha kwa watu kwamba hivi ni vitendo vya kigaidi na si katika Uislamu. Akisimama hizbi na uhizbia wake, mbainishe kwamba huu ni uhizbi, utawagawa Waislamu na safu za Waislamu. Akisimama mubtadi' sufi na tasawufu yake, bainisha kwamba hii ni tasawuf. Kwa ni wajibu kwa ahli sunna kusimamia, lakini kwa haki na uadilifu. Usije ukamzulia mtu jambo lolote katika kuzungumza kwa haki. Na unapokosea katika kunukuu habari, basi fanya i'tidhar, namtaka fanya omba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala kwamba nilisema kitu fulani, kwamba fulani kimetokea kitu fulani, mahali fulani kimetokea kitu fulani, lakini si sawa, nilikosea katika hili, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kwa sawa sawa ni kadha. Kuwa muadilifu katika maneno na ndio uhai wa dini. Sasa katika nukta hizi tunapishana na wao wanawafanyia, wanaona kwamba hili ni tatizo la kuwagawa watu, kazi kuwasema watu tu, ukifanya hivyo ambao jamaa tutablighi ifai, ukifanya hivyo ambao sio ansari sunna nao pia wana matatizo. Sasa tutamfuata nani? Fuata kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma
wada bunayati tariq, acha vijinjia hivyo, shikamana na njia ya sawa sawa. Hii ndio jambo la sawa sawa, na lazima uwazi uwepo, lakini pia kila kitu kiwekwe mahala pake na ujue mikdari yako, si kila kitu kitakuzungumzwa. Wewe as-sunni as-salafi lazima ufahamu mikdari yako, upeo wako wa kuweza kufikisha mambo. Yani sio nikisema hivi basi tuwahamasisha hata wanafunzi wanaanza sasa kazi yao wasimame kwenye mimbar waseme tu, la, uharibifu wao utakuwa mkubwa zaidi kuliko kutengeneza. Kila mmoja ajue mikdari yake na azungumze kwa ilmu wa hujja, kadhalika azungumze kwa haki na uadilifu. Kwa hiyo kuwahami na kuwatetea watu wa batil ni moja katika mambo ambayo tunatofautiana sisi, au kuwanyamazia watu wa batil na kutowajeruhi watu wa batil ni moja katika njia ambazo tunatofautiana sisi na makundi mengine. Wengine wamechagua baadhi ya watu wa kuwaradi. Utakuta kundi fulani wenyewe wao kazi yao wakiradi na waradi mashia tu, au watawazungumzia makadiani tu basi. Na wengine wanasema sisi bwana, dawa yetu, tarika yetu, hatumiti mtu yoyote kafiri yoyote, atajue na Mola wake. Mtu akufuru wazi na adilla ziko wazi kwamba hii ni kufuru mbawah. Huyu anamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, au huyu anawakufurisha masahaba wote, anawavua wachache tu, maneno ya kufuru yako wazi. Vipi useme sisi wenyewe sasa? Hiyo ni alama ya batili. Na wengine wameona kwamba da'wa yao na nguvu zao waelekeze waradi masufi tu, lakini wale wengineo katika makhawari na makundi mengine au tuache tu. Da'wa yetu haikujengwa hivyo, ichagui. Pale ambapo tumeelekezwa sisi tufanye radi, tutaradi bila kuangalia kushoto wala kulia. Lakini pamoja na yote hayo, sheria ikaweka mipaka ya kina nani kusema. Kwa mfano sisi tumewekewa mipaka, litakapokuwa jambo linafungamana na mtawala, kiongozi mkuu amefanya jambo fulani, basi hairuhusiwi wewe kuingilia mambo ya watawala na kuanza kuwasema kwenye mimbar. Anayesema hayo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliopokea hayo ni masahaba. Mahizbi wanageuka kwenye hili sasa. Wao hawana subra katika haya, kwa sababu wanaona watawala wanawaharibia dunia yao. Kwa hiyo watasimama kwenye mimbar kuwakosoa viongozi, na hali ya kuwa kuna katazo au makatazo mengi yamekuja katika jambo hilo. Man arada an yansaha lidhi sultani fala yubdihi alaniya, anayetaka kumnasihi mwenye madaraka asimdhihirishie dhahiri shahid. Waliyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi fa in radiya fa in sami'a minhu fadhak wa illa adda alladhi kana alayhi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Basi na akae faragha, au shike mkono wake amwambie, akimsikia bwana wewe waharibu utawala wako na mambo yako na kupeleka wewe ufanye kadha kadha kadha, haya ni makosa, mwenyewe yupo mwambie, mwenyewe yupo mwambie. Akisikia fadhaka, basi sawa, ndio hivyo, itakuwa ni kheri. Hakusikia, wewe umetekeleza wajibu wako. Lakini usitumie mimbar ukao kwenye mimbar waunguruma, ujifanya kidume hapa, wapiga miguu hapa katika mimbar, huyu kafiri, wewe wazungumza kwamba toa pale. Lakini siku umekutanishwa naye sasa, haya mwenyewe ndiye huyu hapa, sema shekhi, nakushukuru sana kwa juhudi yako kadha, waanza kusifu hapo. Si ndio wewe ulikuwa kule msikitini watuambia kwamba huyu kafir, tena kwa kafu. Sasa leo imekuwaje? Mbona hizi ni nyendo za wanasiasa waongo, ndio watumia nyendo hizo. Wanasiasa waongo ndio wanatumia nyendo hizo. Ukisema kwenye majukwaa kazi ya kukosoa, ukisimama mbele ya mwenye mkuu mwenyewe kwa mbele pale, kamtolea macho, anaanza kuminya vidole na kusifia. Wewe si muongo wewe. Sasa hiki ni kinyume cha mambo katika dini. Sisi
ni dini imetuelekeza kwamba tusiwaseme watawala kwenye mimbar, tusiwashawishi raia tukawatia chuki dhidi ya watawala wao, kwa sababu maafa yatakayozalikana ni makubwa zaidi katika huu ulimwengu na katika dini kuliko manufaa. Ndio wale walitokea Misri, Tahrir Square. Tutamtoa Mubarak alitoka kweli, lakini roho ngapi zilipotea Misri, mambo mangapi yaliharibika na mengine mengi tu. Sasa hali kama hizi Uislamu umezikataza, na da'wa yetu ndiyo inayotufundisha hivi, na hatulipi sunni. Hakuna kwamba hii salafia vibaraka wanatumiwa hawa, kwa sababu sisi tunazungumza kile kilichokuwa cha sawa. Kwa hiyo wao wanakataa, wanapokaa wakizungumza mambo ya dini inaharibiwa, hawataki kuwasema wanaoharibu dini. Dunia ikiharibiwa, yani dini inapoharibiwa, hawataki kuwasema wanaoharibu dini, hata kama wakiwa wamehimizwa kufanya hivyo. Dini inawahimiza wafanye hivyo, hawafanyi. Wajua usikaleta mpasuko, farqa, wanafanya kama hivi na kuleta kulingania kwenye umoja feki. Na likiharibiwa jambo la dunia yao, basi watapambana, watafanya migomo, maandamano, watasema, watakufurisha, kwa sababu pameguswa mahali pa dunia yao, hata kama dini imewakataza. Kwa sisi dini yetu haiendi namna ile msimamo, na hapa ndipo tunapotofautiana na ahlul ahwa wote. Ukitaka kufanya uharibifu kwenye dini, hata uitwe al-habibu al-alimu al-allama al-arifu billahi, lakabu zote upewe wewe, lakini maadamu uharibifu na upotoshaji unauleta katika dini, tutasema kwamba hadha batil wa hadha mubtadi'un wa hadha kadha. Kila mmoja atapewa hukumu yake anayostahili. Kwa hili lazima lifahamike, na kwa munasaba huu haifai kwa talibul ilmi, na kariri ile jambo, haifai kwa talibul ilmi kusikiliza na kusoma maneno ya watu munharifin. Mimi nataka kujua huu Shia, unasoma vitabu vya Tijani, haram juu yako, usisome haya mambo ya kuna as-salaf huko zamani, si mambo ya leo, na ni salama kwenye dini yako. Kwa hiyo kuna watu wana vijishekhi vyao, wana mifukoni katika simu zao huko, kwa sababu kapenda sauti tu ya shekhi akinguruma, basi kikaa usingizie kitao asikiliza huko. Una matatizo wewe, haifai. Kuna watu mahizbi wa kisirisiri, wana vijihizbia vyao huko chini kwa chini, wana vijishekhi vyao. Anakufundisha kitu gani huyo? La yajuzu. Hili jambo linawaudhi sana ahlul ahwa. Sasa wao msalafi wasema wasisome watu wa batili, watu wa bid'a, wasisome kwa mahizbi, tena hata kwa sunna pia. Ndiyo tusema hivyo, haifai. Basi wewe somesha watoto wako na watu wako, kisi tutasema haifai. Na wewe Muislamu tahadhari kuchukua hadhari katika dini yako, kuchukua ilmu kutoka kwa watu kama hao. Tuna asli. Nani anasema maneno haya? Ibn Sirin rahimatullahi ta'ala alayhi, ana maneno adhim, na si yeye tu, maneno haya yamenukuliwa kwa wengi na ndio wameyafanyia kazi maulama. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika hii ilmu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Tazama kutoka kwa nani unachukua dini. Hili ni jambo la msingi sana. Ikiwa ulikosea huko nyuma ukasoma kwa ahlul ahwa'i wal bid'ah fununi mbalimbali, sheria inakwambia hazitapike sasa.
jitapishe usitapiki zote nahwu ulizozisoma na fiqh ulizozisoma zote zitapiki, hujaambiwa hivyo. Sahihisha tu kile kilichokuwa katika makosa, nenda katika njia ya sawa. Kwa hiyo talibul ilmi lazima haya ayazingatie, mwanafunzi ayazingatie haya. Hii ni moja katika tofauti kubwa ambayo sisi tuko nayo na hawa ahlul ahwa wote wakiwemo mahizbi. Na katika mambo ambayo wanatamayiz nao watu wa bid'a, wanaita bid'a kitu kama kitu almuwazanatu. Muwazanatu kwamba sawa Sayyid Qutbi alikosea lakini ana mema yake. Kwa hiyo wewe ukizungumza hayo mabaya basi utaje na yale mazuri yake. Hii inaitwa muwazanatu. Hii ni bid'a asriya jadida, bid'a katika mambo ya kisasa haya. Hakuna msingi huu. Sisi tutabainisha tu pale mahali pakosa kwamba huyu amekosea katika kadha, katika masala haya, katika masala haya. Kwani huyo Muhammad Abdul Wahhab hana makosa yake, hana mema yake? Mbona nyinyi mmsema? Wamsema tu kama vile kafiri mulhid. Mbona mizani hiyo hamuitaki kuiweka sawa? Mizani imeelemea upande mmoja. Hivyo maulama wa ahlus sunna, bali hata wale ambao wanaonekana kwamba wanainusuru da'wa salafia, wawe ni watawala na wengineo katika ahlul khairi, kwani afikiri kinachozungumzwa watu wakawa wanazungumza kuhusu Saudia mathalan, al-mamlakatu al-arabiyya as-saudia, kuzungumza kwa ubaya kabisa ni kitu gani? Ni ile kuwa wao sasa wananusuru da'wa hii. Kwa hiyo inapozungumzwa wanawazungumza mpaka wanasema kwamba wale mayahudi wale al-saudi wale al-saluli wale ni kizazi cha kiyahudi wale. Basi watu wanafikia huko mpaka katika ta'anul ansabi na mengine mengi yanazungumzwa. Kwanza huko ndio ilipotoka Musaidimatul kadhabu huko. Sasa kama ikiwa ndio hivyo, Firauna alitoka Misri, al-Aswad al-Ansi alitoka Yemen. Kwa hiyo tusifuate dini, tusome huko Misri kwa sababu Firauna, maana kuna taghia gani aliyekuwa jeuri kuliko Firauna? Yesu ndiye anasema ana rabbukumul a'la, fahashara fanada. Tena yeye alikusanya watu alafu akawa ananadi. Sasa anawaambia ana rabbukumul a'la, anawaambia watu huko alipotoka Musaidimatul kadhab, anaambia basi na huko ndiko alikotoka Firauna. Kama dini itakwenda namna hiyo, basi mambo yote yataharibika. Kwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Na jana nikataja mifano hapa. Saudia sasa hivi Muhammad Salmani msharibu kila kitu. Sasa hivi Saudia kuna sinema, muziki. Kwani hiyo sinema na muziki siko kwenye kitabu al-halal wal haram cha Qardawi? Yesu ndio kahalalisha na ni shekhi wenu. Katika kitabu al-halal wal haram kuna mengi, lakini katika aliyohalalisha Qardawi ni muziki. Si hawa vijana wanakulia sasa, hawa kina Mbaraka Aweso na wengine, si wahalalisha muziki? Nasema kama mwenyewe nyumbani kwako umepumzika tu wasikiliza muziki, haina neno. Sasa ukipigwa Riyadh kosa. Mna nini nyinyi? Malakum kaifa tahkumun? Sizungumzi kutetea, lakini mbona mizani zenu za kota upande mmoja tu hazisimami sawa? Kwa hiyo mnapozungumza ahlus sunna mnazungumza bila ya mipaka. Alafu sisi hatukufungwa tumfuate Muhammad bin Salman wala babake wala babu yake. Da'wa yetu iko katika wuduh. Radhiya man radhi wa ghadiba man ghadib. Da'wa yetu iko wazi kabisa, ameridhia mwenye kuridhia, amechukia mwenye kuchukia. Lakini tunapoishi na watu tunabainishia hii ndio da'wa yetu. Hadhihi da'watuna. دعوة قائمة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Msimama katika misingi hiyo. Lakini moja katika mihimili ya da'wa ni arrudud ala almukhalifin walau kariha alkarihun, ni rudud juu ya mukhalifin ijapo wakichukia wenye kuchukia.
na hakuna masala kukaa sijui lazima utaje mema yake uanze kutaja alisoma shule wapi, alikuwa mtu wangapi darasani, alifanya hivi na ilikuwa hivi, kaandika hivi, kafanya kile, kwa ana juhudi, alikuwa imamu, anaswali usiku. Haya yote tutamwachia na Mola wake. Kapatia hapa, aljawabu naam. Amekosea, ndiyo kosa hilo. Je, hili kosa lamtoa katika njia? Hapana. Kosa hili halimtoi au kosa hili limeshamtoa? Ndiyo, basi haya, ametoka huyo. liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, ili aangamie afi mwenye kufa akiwa katika ubainifu, au awe hai atakayekuwa hai akiwa katika ubainifu. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Na kama hivyo tunazipambanua aya sasa ili ziwe wazi njia za watu waovu. Kwa hiyo huu ni msingi, na wala usijisikie kisunzu zinapokuja rududi. Usije ukasikia kizunguzungu kwa sababu rududi zimekuwa nyingi. La, hiyo ni moja katika njia ya haki, lakini asisitiza iwe ni kwa uadilifu mahala pake. Na hizi ni kwa ahlul ahwa'i wal bid'ah, na kadhalika wenye kuhataka kuharibu da'wa. Ni kama ni katika ahli sunna watanasihiwa, wataambiwa kwa upole, watanasihiwa. Idha balagha sailu zuba, ikawa hakuna makhraji tena illa ar-radd, basi yuraddu alayhi ala qadri khata'ihi. Kiwa sasa mambo yamefikia ukomo, hakuna namna ila raddi. Sasa ndio zitakuja rudud kwa kadri ya haja. Maelezo kuhusiana na misingi ya da'wa hii ni mengi, lakini haya tulieleza yao yametosha kwa leo. Naam, nasema nahnu ma arafna mithla hadha at-tafarruq, sisi hatujawahi kujua mfano wa kufarikiana huku, watamazzuq, na kupasuana huku, hatujawahi kujua sisi. Wallahi alfitnatu alana taktanifu as-salafiyyata was-salafiyyin. Nasema na hapa kwa Allah, fitna sasa hivi inaizunguka salafiyya na inawazunguka salafiyyin fil alam, katika ulimwengu. Ma marra mithluha, haijawahi kupita mfano wake. Sasa hivi as-salafiyya, da'wa salafiyya na as-salafiyyin wamezungukwa na fitna hazijawahi kupita mfano wake. Lianna ar-ru'usa kathurat, kwa sababu viongozi wamekuwa wengi. Wa hubba az-za'ama intashar ma'a al-asaf, na kupenda ukubwa, kupenda uongozi kumeenea ma'a al-asaf, kwa masikitiko. Wal madsusuna baina sufufi as-salafiyyin kuthur, na wale waliochomekwa, yani watu wamepachikwa katika safu ya masalafi nao ni wengi. Famazzaqu as-salafiyyin shadara madhar, wakawagawa masalafi vipande. Fahdharu min al-furqa, tahadharini furqa. Watanabbahu li haula'i al-mufarriqin, na watanabahini hawa wenye kufarikisha. Wataakhaw fi ma bainakum, na kuweni ndugu baina yenu. Kunu kaljasadi alwahid, kuweni kama kiwiliwili kimoja. Sheikh amezungumza maneno haya, ukitazama katika wakati tuliokuwa nao ulimwenguni na katika miji yetu utayaona haya. Kwa sababu taakhaw, fataakhaw fi ma bainakum.